Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo. Na nataka tuanze kwa maombi kabla hatujaenda kusikia kile Mungu anachotaka tukisikie siku ya leo. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakushukuru sana kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya wakati mzuri ambao umetupa kukusikia wewe ukisema, sauti yako ikituongelesha asubuhi ya leo. Baba, ninaomba kwa neema na rehema, sema nasi tuko tayari kusikia. Mkono wako wenye nguvu tuhudumie, na siku ya leo ikatupe nuru mpya katika jina la Yesu. Baba, naomba ukatupe usikivu, watoto wako wapate kuwa na usikivu wa kusikia mwanzo wa ibada hii mpaka mwisho wa ibada. Kukawe na nguvu zako zinazohudumia, tukinyamazisha giza lote katika ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen. Amen. Tunamshukuru Mungu kwamba wiki hii ni wiki ya baraka sana. Tumeona jana tukiongelea kwa habari ya mtu kwenda na kubarikiwa, na leo pia tena Bwana anaendelea kusema nasi. Kuna mambo tunataka kuyasikia ambayo yanaenda kumfanya mtu abarikiwe sana, na neno la Kristo linaposikika ndani yako huwa linaenda kuyageuza maisha yako na kugeuza hali ya hewa na hali halisi katika maisha yako. Nataka twende tukasome katika kile kitabu cha Isaya sura ya 60 na ule mstari wa 16. Tutatembea hapo hadi ule mstari wa 17. Maandiko yanasema, utanyonya maziwa ya mataifa, utanyonya matiti ya wafalme, nawe utajua kuwa mimi Bwana ni mwokozi wako na mkombozi wako, mwenye enzi ya Yakobo. Badala ya shaba nitaleta dhahabu, badala ya chuma nitaleta fedha, badala ya mti shaba, na badala ya mawe chuma. Tena nitawafanya wasimamizi wako wawe amani, na hao wakutozao fedha kuwa haki. Wao wakutozao fedha kuwa haki. Tunaona maandiko yanaeleza kwa habari, mwanzo pale tuliposoma ya kwamba utanyonya maziwa ya mataifa. Unaposikia habari ya maziwa, unaona Mungu anaongelea kwa habari ya baraka, kama ulivyokuwa ukisikia kwamba nitawapeleka nchi inayomiminika maziwa na asali. Anaongelea kwa habari ya maisha mazuri, anaongelea kwa habari ya baraka na kuinuliwa. Kwa tunapoona maandiko yanaeleza kwamba utanyonya maziwa ya mataifa, anaeleza kwa habari ya vile ambavyo mataifa wanazo baraka, wanazo mafanikio. Tunaona mataifa wana mambo mengi yanayoendelea, na Bwana ataamuru hizo baraka kutoka kwa mataifa zikujilie. Ndio maana ya kunyonya maziwa ya mataifa. Utanyonya maziwa ya mataifa, kwamba baraka za mataifa zitakujilia, za mataifa zitakujilia. Na anasema ya kwamba utajua kuwa mimi Bwana ni mwokozi wako. Maana yake ni kwamba Bwana ataenda kujidhihirisha kwenye zile baraka, na wewe utajua kwamba ni yeye, kwa sababu akili zako zitahakiki ya kwamba hujabarikiwa kwa akili zako. Akili zako zitahakiki ya kwamba hujabarikiwa kwa nguvu zako. Akili zako zitahakiki ya kwamba elimu yako haijatosha kutembea kwenye hizo baraka unazotembea. Ndio maana ya kusema ya kwamba na mataifa na utajua ya kuwa mimi Bwana mwokozi wako ndio mwenye enzi ya Yakobo. Anaongelea kwamba utajua ya kwamba umefanikishwa kwa utawala, ufalme na uweza wa Mungu. Na ndio maana ya kwamba na utajua ya kwamba mimi ni Mungu mwenye enzi, mwokozi wa enzi ya Yakobo. Mungu anaenda kubariki. Sasa hapa mstari wa 17 anasema hivi, atabadili hali ya maisha yako. Ndio maana anasema hivi, badala ya shaba nitaleta dhahabu. Maana yake ni kwamba kama ulikuwa unaipata shaba, Mungu analeta dhahabu.
tunavyojua dhahabu na shaba, unaweza kaelewa ni kipi chenye thamani kuliko mwenzie. Anasema badala ya shaba nitaleta dhahabu. Anasema badala ya chuma nitaleta fedha. Anasema badala ya mti nitaleta shaba. Anasema na badala ya mawe nitaleta chuma. Anaeleza jinsi ambavyo atabadilisha hali ya mtu. Bahali ya mtu ni kama vile mtu kama vile mtu angekuwa anasema hivi ya kwamba badala ya bodaboda nitakuletea bajaji, na badala ya bajaji nitakuletea gari, na badala ya gari nitakuletea ndege. Anajaribu kueleza vile ambavyo anahamisha mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ya kufanikiwa, kwamba mtu mmoja anaondoka kutoka kwenye mafanikio fulani kupelekwa kwenye mafanikio mengine. Bwana akakutendea siku ya leo sawa sawa na neno lake, ya kwamba mahali ambapo palikuwa na shaba ukaletewe dhahabu, na mahali ambapo palikuwa na chuma ukaletewe fedha, na mahali palipokuwa na mti ukaletewe shaba. Bwana akayabadili maisha yako siku ya leo, ya kwamba mahali ulipokuwa unamiliki kitu fulani, Bwana akakupe upgrade, akakuinue tena, mafuta ya kuinuliwa. Ninatangaza mbele ya maisha yako mafuta ya kuinuliwa. Bwana akakuinue kwa jina la Yesu. Ukainuliwe na Bwana, ukainuliwa kutoka sehemu ulipo ukapelekwe sehemu nyingine, ukawe na advancement, kukawe kuna maendeleo, kukawe kuna upgrade, kuna mahali Bwana akakuinue. Na najua Bwana atakapoenda kukuinua, kuna mambo hayatakaa na wewe tena, kuna umaskini hautakaa na wewe tena, kuna struggles hazitakaa na wewe tena, kuna pressure haitakaa na wewe tena, kuna hali fulani hivi itakuvuka kama vazi. Bwana akayafanya haya siku ya leo. Nataka nende nikamwombe Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, tunakushukuru sana. Asubuhi ya leo ni njema sana watoto wako wanapoenda katika kujishughulisha na kufanya mambo ya maendeleo. Lakini Mungu umesema ya kwamba unaenda kufanya jambo ambalo watu watajua kwamba wewe ndio Mungu mwenye enzi ya Yakobo, ya kwamba unaenda kumbariki mtoto wako huyu kwa namna ambapo atenda watu watajua, na mtoto wako atajua kwamba wewe ni Mungu mwenye enzi ya Yakobo. Na umesema tena kubadili hali ya maisha ya watoto wako. Mahali palipokuwa na shaba utapeleka dhahabu, na mahali palipokuwa na shaba utapeleka chuma, mahali palipokuwa na chuma utapeleka shaba. Utaenda kugeuza maisha ya watoto wako yaliyokuwa mabaya kuwa mazuri. Unaenda kuwapa watoto wako upgrade. Mungu aliye hai, ninaomba mtoto wako huyu akawe ni mnufaika wa mafuta unayoachilia siku ya leo, ya kwamba maisha yake yakabadilishwe, maisha yake akainuliwe. Chochote akachokifanya leo kikainuliwe. Mahali alipokuwa amekaa jana, Bwana ukamuinue zaidi, ukampe neema, ukampe kibali kwa jina la Yesu. Baba, asante kwa neema na rehema. Asante kwa mkono wako wenye nguvu. Sifa, heshima na utukufu vyote ni vya kwako. Mtoto wako huyu akabarikiwe. Natangaza baraka kwako za siku ya leo. Natangaza kuinuliwa kwako kwa siku ya leo. Natangaza neema siku ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi unaweza kaenda kuikamilisha ibada hii kwa kuachilia sadaka yako, na unaweza kuachilia sadaka yako kuikamilisha ibada ya leo, na ukisema ndani ya moyo wako kwamba Mungu, ninaomba unipe upgrade leo, ukaniinue, ukanipe viwango vipya, kile nilicho nacho ukanipe zaidi, ukanipe kwa viwango vipya. Utakapoenda kuachilia sadaka yako, hiyo sadaka itaenda kukufuatilia na kukupa haja ya moyo wako. Mungu wangu akubariki sana. Basi tutaiachilia sadaka yako hiyo katika ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17. Mungu wangu akubariki na uwe na siku njema. Amen.